Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, leo tutaangalia mpambano mkali kati ya hayati John Pombe Magufuli na hayati William Lukuvi. Sasa sitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live tukaangalie huu mpambano. Tukianza na namba 10. Kura chuma hicho. Sino ndio watu. Ni kampuni ya Kichina ndio wanaomiliki mashamba haya. Sasa tumeshafanya uhakiki, haya mashamba hayajaendelezwa. Wao walimkodisha tu mwenyekiti ekari 500. Akalima huyo mwenyekiti huyo. Yuko mwenyekiti mkubwa wake. Sasa Mheshimiwa Rais, kwa ufupi, aliyekodishwa ni nani? Hapa kuna ekari kama 5,000 hivi, lakini wale wa China wameshindwa. Niliwapelekea notice, wakanipa mpango, sikuelewa. Lakini kipindi chote hiki walikuwa namkodisha aliyelima mkonge ni mwenyekiti wetu wa chama ekari 500. Nani? Mwenyekiti wa hapa wa wilaya Ameri. Sasa tulichokifanya Mheshimiwa Rais, hizo ekari tunakuletea mwanzoni mwa wiki ijayo, imeshaiva tayari. Mwanzoni mwa wiki ijayo. Sasa nisikilizeni. Haya mashamba ni mengi sana Mheshimiwa Rais. Imebidi tufanye upekuzi wa kutosha. Sasa yameiva kwa kutoa idhini yako ya kuyafuta ili wananchi hawa tuwamegee hiyo ardhi waweze sana. Kwa sababu yana hati miliki. Ili tulazimu tufanye upekuzi mashamba yote ya wilaya ya Kilosa. Sasa nikupeleke kwenye namba 9. Kura chuma hicho. Hawa wananchi wa Kibamba hawa ndio sio watoto wadogo. Ndio. Hata mimi unayenieleza sio mtoto mdogo. Ndio maana nimekueleza hapa, mtaje. Ninafahamu huyu mwenyekiti wa CCM wa wilaya anahusika katika migogoro ya ardhi hapa. Nasema uongo ndugu zangu? Kwa hiyo chama changu cha Mapinduzi hakiwezi kikatumika na walanguzi. Eneo hili hapa la Kilosa. Ndio. Nimeshakutuma wewe. Aya, tukaangalie namba 8. Kura chuma hicho. Ndio. Nimeshakutuma wewe. Nasema uongo? Ndio. Nimeshamtuma waziri mkuu. Ndio. Nataka majibu. Ndio. Hatuwezi tukawa tunazunguka. Hata angekuwa CCM mara 50. Tunasimamia ukweli. Hawa wananchi ni CCM zaidi kuliko ya CCM mmoja. Na mimi niliahidi kutatua kero za wananchi. Ndio. Sasa ninakuagiza. Ndio. Kwa sababu hata zile hati hamjazileta kwangu kufuta. Nasema uongo? Tunaleta, hatujaleta. Ndio. Tunaleta mwezi wa 7. Sasa kwa nini miezi hiyo yote tangu nikutume nishughulike hamjafuta? Alafu palikuwa na mgogoro wa mtu mmoja hapa. Ndio. Anaitwa hapa ni shamba jingine. Hilo jingine. Pale ni Chanzuru. Haya, malizia na yenyewe ueleze. Chanzuru. Nataka jiwe lisage unga leo hapa. Kibamba oye! Kibamba safi! Sasa twende namba 7. Kura chuma hicho. Haya, endelea kueleza. Nataka nipande hapo. Haya, panda hapo wakuone kabisa. Au ninafanya vibaya jamani? Wangapi mnataka niendelee tu?
Haya waziri, eleza na ueleze mikakati ili tumalize tatizo la Kibamba. Asante. Hapa kwa sababu ngoja nikueleze waziri. Ndio. Wapo watu wanalalamika kwamba yule mwenyekiti amekuweka mkononi wewe. Sasa nataka tutatue tatizo hili hapa. Namba 7. Na wewe utatue kabisa tatizo la moja kwa moja ili wasikupake matope. Ninajua wewe uhusiki kwenye migogoro hii. Ninakufahamu, ni mchapakazi. Sasa hapa kata wembe, nataka majibu. Haya waziri, anza. Kwa ishu ya hapa, ni kweli kwamba mashamba yaliyo mengi hapa ni ya Saino Mchina, na huyu Saino Mchina anazo, tumepekua, tumegundua ana hati miliki. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tumejiridhisha kwamba mashamba haya lazima yafutwe ili ardhi irudi kwa wananchi. Haya ndio majibu yangu. Sasa labda niulize, aliyapataje Saino mashamba ambapo kwa mjibu wa sheria aliuzwa na bodi ya ardhi? Bodi ipi? Mamlaka. Mamlaka gani? Ilikuwa mamlaka ya mkonge ya mashamba. Pesa rasi wakamuuzia Saino, lakini hajaendeleza. Ndio tumekuja kuigundua hiyo. Tumeshachukua zile hati. Haya, nikupeleke namba 6. Kura chuma hicho. Jamani, sikilizeni, nina mkutano mwingine. Ndio. Kwa mujibu wa sheria ya ardhi. Ndio. Sheria namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 na sheria ya matumizi ya ardhi ya mwaka 2007. Mheshimiwa waziri anazifahamu. Ndio. Ni kwamba ardhi yoyote Tanzania haiwezi kamilikishwa na mtu ambaye si Mtanzania. Inamilikishwa kwa mtu ambaye sio Mtanzania kama amepitia TIC, Tanzania Investment Center. Ndio. Kwa ajili ya uwekezaji. Sasa kama huyu alipewa na sio Mtanzania na amekaa nayo, Watanzania wanakuwa watumwa kwenye ardhi yao, kwa sababu nina uhakika hawa Watanzania wakienda kule walikotoka hawawezi wakapata hata kipande cha kwato. Sasa maagizo yangu ni haya. Ndio. Ndani ya wiki moja. Ndio. Ilete hiyo hati. Sawa. Zinazohusu hapa. Ndio. Ana hekta ngapi? Hekta 5,000. Sasa hizo hekta 5,000 zikatwe hekta fulani, wagawiwe wananchi wa hapa Kibamba. Ndio. Ya sasa tukaangalie namba 5. Kura chuma hicho. Na ukaeleze pia ni namna gani mgogoro wa kulisha mazao ya wananchi. Waziri, kaa hapo hapo, mtatosha tu. Nataka leo majibu hapa tumalizane hapa. Au jamani, mnaonaje? Au ninawachelewesha? Siwacheleweshi. Haya. Elezea bana. Mheshimiwa Rais, tukushukuru kwa kweli kwa kusimama na kusikiliza hawa wananchi. Tunajua mkutano wako mkubwa huko kule, lakini hawa wamesimama na kwa kweli umetuambia, naomba tuwasikilize. Liko tatizo la ardhi hapa. Kuna tatizo la maafisa ardhi ndani ya mkoa ambao ulioondoa wote 80 na ukatuletea sasa hivi 55. Mmoja wapo ambaye alikuwa afisa ardhi Kilosa, tumemkuta anaitwa Bwana Ndembo, ndiye aligawa ardhi hovyo sana huku. Si hapa tu, hata Kilosa mjini. Huyo tumechukua hatua. Juzi alikuwepo Mheshimiwa Waziri wa Ardhi hapa, na maelekezo aliyotoa na Waziri Mkuu ni kwamba huyo aondolewe. Kwa hiyo sio kuondolewa tu, ashikwe, apelekwe polisi, ashitakiwe. Afisa maliasili alikuwa. Yuko hapa huyo Bwana Ndembo hapa. Alikuwa afisa maliasili. Hapa yupo hakuwa afisa ardhi kwa taaluma, alikuwa ni afisa maliasili. Huyo ashikwe. Kwa nini afanye kazi ambayo sio yake? Si angekataa?
Na nilipokuja hapo, uliponituma kuja hapa, nimemtafuta kweli, hakuwepo kabisa, kwa sababu nilikuwa na hamu hata ya kumuona mwenyewe. Manake kwa kweli alisababisha mambo ya hovyo sana hapa Kilosa. Aya, sasa nikupeleke kwenye namba 4. Kura chuma hicho. Sasa ndugu zangu, ninawaomba wa Kibamba, ninajua hapa inaonekana kuna matatizo makubwa sana, na sijawahi kuona katika Tanzania hii mahali kuna matatizo mengi ya ardhi kama hapa. Sasa ninawaomba sana ndugu zangu wa Kibamba, waziri wangu yuko hapa, ninamwamini sana, lakini nimewaletea mkuu wa mkoa mpya tofauti na aliyekuwepo, kwa sababu saa nyingine matatizo yanazalishwa na viongozi, na ndiyo maana nimefanya mabadiliko makubwa sana katika uongozi hapa. Sasa wane usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Lui Media. Asanteni sana.